Be Smart Academy ni kituo cha ushauri na elimu kuanzia ngazi ya nasari hadi ngazi ya chuo. Lengo kuu la Be Smart Academy ni kufanikisha njozi za vijana wengi wa Kitanzania katika suala zima la elimu. Be Smart tunatoa huduma zifuatazo za elimu. Elimu ya nasari, yani chekechea, kwa watoto wenye umri kuanzia miaka 2 mpaka 5. Masomo ya ziada, yani tuition, kwa vijana wa shule za msingi na sekondari. Practical kwa masomo ya sayansi hufanyika wakati wa likizo. Huduma kwa watu wanaorudia mitihani ya sekondari, yani recitals na QT. Madarasa ya Kiingereza, English course, kwa wanafunzi na watu wazima. Kozi mbalimbali za chuo kama vile computer, secretarial course, udereva, biashara, ufundi aina zote na uandishi wa habari, zote zinatolewa kwa ngazi ya foundation, certificate na diploma. Pia tunatoa huduma ya ushauri juu ya masuala yote kuhusu elimu kwa vijana. Huduma ya hostel kwa wanafunzi wanaotoka mbali inapatikana. Be Smart Academy tunapatikana barabara ya Serengeti, Musoma mjini, mkoani Mara. Kwa mawasiliano zaidi tupige simu nambari 0784519486, 0717785477 na 0766881432. Nyote mnakaribishwa. Siku zote unapoamka salama, ujue jana ulala sehemu iliyo nzuri. Na pia asubuhi ukiamka ni lazima uhakikishe kwamba mazingira yako salama, na pia miundombinu ya sehemu yako iko vizuri. Lakini bila kusahau afya yako, ni lazima uhakikishe iko salama. Kazi yangu kubwa nimekuwa nikikujuza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na maendeleo katika mji wetu wa Musoma, na ndio maana nimekuwa nikitembea kata mbalimbali kujua maendeleo ya kata hizo, maendeleo yake yakoje. Leo nimetembelea kata fulani hivi iko karibu kabisa na Musoma mjini, kilomita 1 tu. Ni kata kongwe sana hapa Musoma mjini. Unataka kujua ni kata gani na wakazi wa huku wenyewe wanazungumziaje maendeleo ya huku? Nataka tujue kata hii licha kuonekana kuwa ni kongwe na kuwa na wakazi wengi sana, maendeleo yake yakoje? Naomba nikudokeze kidogo. Kama ambavyo unashuhudia, hii ni barabara mojawapo ya kata hii kongwe hapa Musoma. Ni kwa nini kata changa zenyewe zimefanikiwa kujenga barabara zao kwa viwango vya lami ukilinganisha na kata hii? Mimi sitaki nikwambie kwa sasa hivi ni kata gani, tulia hapo. Lakini pia mimi na kameramani wangu tumewezesha na Be Smart Academy kuweza kufika eneo hili. Na pia bila kuwasahau City Collection na Baba Shop ndio wametuwezesha kuweza kufika huku. Nataka kujua maendeleo ya kata hii yakoje na wakazi wa huku wenyewe wanazungumza vipi kuhusiana na maendeleo ya kata hii. Mimi naitwa Pivo, kijana mtembezi mwenye kukujuza mambo mbalimbali yanayohusiana na maendeleo kwenye kata tofauti hapa Musoma. Wasikilize kwanza wadhamini wetu, tutarejea. Be Smart Academy ni kituo cha ushauri na elimu kuanzia ngazi ya nasari hadi ngazi ya chuo. Lengo kuu la Be Smart Academy ni kufanikisha njozi za vijana wengi wa Kitanzania katika suala zima la elimu. Be Smart tunatoa huduma zifuatazo za elimu. Elimu ya nasari, yani chekechea, kwa watoto wenye umri kuanzia miaka 2 mpaka 5. Masomo ya ziada, yani tuition, kwa vijana wa shule za msingi na sekondari. Practical kwa masomo ya sayansi hufanyika wakati wa likizo. Huduma kwa watu wanaorudia mitihani ya sekondari, yani recitals na QT. Madarasa ya Kiingereza, English course, kwa wanafunzi na watu wazima. Kozi mbalimbali za chuo kama vile computer, secretarial course, udereva, biashara, ufundi aina zote na uandishi wa habari, zote zinatolewa kwa ngazi ya foundation, certificate na diploma. Pia tunatoa huduma ya ushauri juu ya masuala yote kuhusu elimu kwa vijana. Huduma ya hostel kwa wanafunzi wanaotoka mbali inapatikana. Be Smart Academy tunapatikana barabara ya Serengeti, Musoma mjini, mkoani Mara. Kwa mawasiliano zaidi tupige simu nambari 0784519486, 0717785477 na 0766881432. Nyote mnakaribishwa. Kama unavyosikia wazee wa Be Smart wanakuambia pale kwao wanatoa elimu ya QT, lakini pia kozi mbalimbali kuanzia ngazi ya diploma kuanzia ngazi ya certificate mpaka diploma.
Kwa wewe ambaye una mtoto nyumbani unakuwa ukiwaza ni sehemu gani unaweza kumpeleka kwa ajili ya kupata elimu, mpeleke B Smart Academy kama ambavyo umesikia wanakwambia. Hawa jamaa wanapatikana barabara ya Serengeti Musoma mjini. Fika pale mpeleke mtoto wako kwa elimu iliyo bora. Leo nimefanikiwa kutembelea kata ya Kamnyonge iliyoko Musoma mjini, kilomita 1 kutoka Musoma mjini mpaka kwenye kata hii. Kama ambavyo unashuhudia bado ujenzi uko unaendelea kwenye kata hii. Sasa mimi nashangaa, hii ni kata kongwe hapa Musoma. Huu ujenzi unaoendelea ni wa nini? Mimi na wewe hatujui, tutasikia kutoka kwa wananchi wa kata hii ya Kamnyonge wakiwa wanazungumzia swala zima la miundombinu katika kata hii iko vipi, upande wa dispensary au upande wa afya, elimu pamoja na miundombinu ya barabara. Tumesikia maoni ya wananchi mbalimbali wakiwa wanasema ya kwamba hii kata tangu enzi hizo kuanzishwa kwa dunia barabara zake ni mbovu, lakini haijawahi kuwa na dispensary. Mimi na wewe hatujui. Hebu tukawasikie wananchi wenyewe wanazungumzia vipi maendeleo ya kata hii ya Kamnyonge. Hapa nipo na baadhi ya wakazi wa kata hii ya Kamnyonge, au ni wafanyabiashara, na pia nimefanikiwa kufika kwenye ile soko, na hapa kama unaona mama yangu yuko anashughulika na biashara mbalimbali. Mama, shikamoo. Marhaba baba, zapaji za leo. Salama, kwema? Kwema. Unaitwa nani na hapa ni biashara gani ambazo unajishughulisha nazo? Mimi kwa jina naitwa Maria Sabaganga, najishughulisha hapa na kuuza nyanya, matunda na michicha, kila aina ya bidhaa. Okay. Sasa hapa wewe kama unamsema tu mama nani? Mama Franki. Mama Franki. Mama Franki, wewe kama mkazi wa kata hii ya Kamnyonge, unazungumzia vipi maendeleo ya kata yako? Maendeleo ya kata yangu kwa kweli yako duni sana. Ni kwamba hatuna wateja. Wateja tunaopata ni wachache kulingana na hili soko. Sasa taratibu za hapa ni kwamba walisema hili soko limejengwa kwenye makaburi, hatujui, ila tunaambiwa tu. Lakini tunaomba serikali itusaidie, tutafanya vipi ili tuliboreshe hili soko na sisi tuweze kufanikisha tupate maendeleo sahihi. Wakati soko linaanzishwa, ni wewe ni mmoja wapo ya watu ambao mlianzisha hili soko? Na mimi ni mmoja wapo nilioanzisha hili soko. Watu walikuwepo wengi sana au watu walikuwa wachache hivyo hivyo? Watu walikuwa wamejaa mpaka wengine wamekaa chini ya nje. Kwa hiyo unahisi chanzo kikubwa ambacho kisababisha watu wamepungua kwenye ile soko umebaki wachache kama hivi? Ni kwa ajili ya njia zimeziba. Halafu pili tunachohofia ni kwamba barabara halipitiki hapa. Zamani uwanja wa ndege ulikuwa unapitika. Sasa hivi haupitiki. Maana watu wanaohemea, wengine wanahemea mjini huko wanaenda majumbani. Wengine wanahemea huko Nyasho wanaenda majumbani. Wanaokuja hapa ni wachache sana. Na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Kamnyonge anajua changamoto hii mlionayo hapa? Anaijua sana, maka alikuja kututembea mara kadhaa, tukamueleza na yeye akasema ataifuatilia. Okay. Yeye kitu kikubwa ambacho aliwashauri ni kitu gani? Alitushauri tu wavumilivu, watafanya miundombinu ili wafanye nini? Waboreshe hili soko, tukae tu. Na kwa siku unaweza kupata wateja kiasi gani? Wateja naweza nikapata, yani mmoja anakuja. Wanaweza kufika 10, ni mara chache sana. Okay. Na wale watu ambao mnasema walikuwa wengi, wewe unahisi walielekea wapi? Wale watu waliokuwa wengi alichomoka mmoja baada ya mwingine, wakaelekea Majita Road. Muda huo Nyamatare haijajengwa. Diwani alipoingia Nyamatare akajenga soko lile, ndio wakahamishwa wote wakaenda kule Nyamatare. Okay. Wewe ni kitu gani sasa ungependa kushauri au kumshauri mheshimiwa diwani hivi sasa? Mimi nashauri diwani wetu atuangalie, sisi tumepata shida sana na tumekaa humu ndani ya soko miaka mingi, hatuna uelekeo wowote. Ni afadhali atuletee hata watu wenye vibanda vya pembezoni humo waingie kwenye soko hili. Okay. Na wewe mara ya mwisho kwenda kwenye mkutano wa hadhara wa mheshimiwa diwani ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kwenda kwenye mkutano wa mheshimiwa diwani ilikuwa ni
mwezi wa 8 tarehe 14. Leo hii huko naangaliwa na mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya. Ni kitu gani ambacho ungependa kuambia waheshimiwa hawa? Waheshimiwa hao naomba watuangalie kwenye soko letu la Kamnyonge, tuko nyuma sana, mpaka mitaji tunaleta inaisha. Ni afadhali watuangalie kwamba walioko Kamnyonge wanateseka. Na kweli tunateseka, hatuna wateja, vitu tunanunua vinaoza, sijui serikali itatusaidiaje. Tunaomba waheshimiwa waitikie tu wa wito, watakaposikia hiyo habari watusaidie. Okay. Mheshimiwa, mimi niko na wananchi wa kata hii ya Kamnyonge kama ambavyo wanasikia wakiwa wanasema au wanatoa yako ya moyoni kuhusiana na maendeleo ya kata yao ya Kamnyonge, na changamoto yao kubwa ni kuhusiana na ile soko linalopatikana hapa Kamnyonge. Wanadai biashara haziendi. Kama ambavyo unaona ni soko kubwa sana, lakini wafanya biashara wa hapa ni wachache kweli kweli. Na hapa niko na mkazi mwingine wa kata hii ya Kamnyonge. Mama, shikamoo. Marahaba, habari za leo? Salama, kwema? Kwema. Hapa kwako ni biashara aina gani ambayo unajishughulisha nayo? Nauza mboga na matunda. Okay. Biashara ikoje? Mwitikio wa biashara ukoje? Biashara yenyewe inaenda polepole kwa sababu hatuna wateja. Okay. Mbona Kamnyonge ni kata kongwe sana na ni kata kubwa, kwa nini unasema mna wateja? Soko lenyewe sijui walilijenga pembeni wateja, kwa hiyo kuingia humu ni vigumu sana. Mara nyingi wanaenda kwenye lile soko la kwa Masumbuko, limejengwa Nyamatale. Okay. Na wewe ni mgeni kwenye kata hii au? Mimi ni mwenyeji. Na tangu soko hili linaanzishwa, wewe ni mmoja wapo kati ya waanzilishi wa soko hili? Mimi ndo mwanzilishi wa hili soko. Na watu walikuwa wachache hivyo au watu walikuwa wengi? Watu tulikuwa wengi. Walipungua baada ya kufunga uwanja wa ndege. Tuona hisi ni kwa nini wamepungua watu? Wamepungua kwa sababu ndio watu wananunua sehemu mbalimbali mjini, Majita Road huko na kwenye vibanda, na watu wengine wanaotembeza. Okay. Sasa mama, wewe mwenyewe binafsi unazungumziaje maendeleo ya kata yako ya Kamnyonge? Maendeleo ya kata ya Kamnyonge ni mazuri, isipokuwa sokoni tu. Soko ndio hatupati wateja, wafanya biashara tuko watu 6 tu. Kamnyonge kuna dispensary ya afya? Ndio linajengwa, ndio zahanati inajengwa. Ni kwa nini unasema wewe kata hii ni ya zamani sana? Ni kwa nini dispensary inajengwa sasa hivi? Kata hii ni ya zamani kweli kweli ukilinganisha na kata nyingine kama Mshikamano. Inajengwa kwa sasa hivi kwa sababu walikuwa hawajapata eneo la kujenga. Okay. Leo hii ukikutana na mheshimiwa diwani, ni kitu gani ambacho utahitaji kumuuliza? Leo hii ukikutana basi na mkuu wa mkoa au mkurugenzi, ungependa kumwambia kitu gani? Ningejaribu kumwambia kuwa wajaribu kufunga lile soko la Nyamatale hilo lililojengwa ili wafanyabiashara wote waje huko. Okay. Mwambie mtazamaji au Mtanzania ambaye anakutazama hivi sasa jambo lolote. Kwa kweli soko hili hatupati wateja kwa sababu ni kama kata mtaji. Tunaweka mitaji yetu, hela itoki. Unakuta unauza hela ndogo sana, unauza kama ukiuza hela nyingi ni shilingi 10,000 au 15 kwa siku. Kwa hiyo sasa unakuta tunauza hela ndogo ndogo, na ukishauza hiyo ndio naenda kutolea mahitaji nyumbani. Kwa hiyo unakuta hata hela yote uliyoweka humo haitoki. Okay. Mtazamaji wa BTV, mimi niko na wafanya biashara wa soko hili la Kamnyonge na pia ni wakazi wa huku wakiwa wanazungumzia maendeleo ya kata yao ya Kamnyonge. Ni kwa nini kata hii ni kongwe sana lakini imeonekana maendeleo yake yako polepole. Mimi naitwa Pivo, twende break fupi, tutarejea.
Be Smart Academy ni kituo cha ushauri na elimu kuanzia ngazi ya nasari hadi ngazi ya chuo. Lengo kuu la Be Smart Academy ni kufanikisha njozi za vijana wengi wa Kitanzania katika suala zima la elimu. Be Smart tunatoa huduma zifuatazo za elimu. Elimu ya nasari, yani chekechea, kwa watoto wenye umri kuanzia miaka 2 mpaka 5. Masomo ya ziada, yani tuition, kwa vijana wa shule za msingi na sekondari. Practical kwa masomo ya sayansi hufanyika wakati wa likizo. Huduma kwa watu wanaorudia mitihani ya sekondari, yani recitals na QT. Madarasa ya Kiingereza, English course, kwa wanafunzi na watu wazima. Kozi mbalimbali za chuo kama vile computer, secretarial course, udereva, biashara, ufundi aina zote na uandishi wa habari, zote zinatolewa kwa ngazi ya foundation, certificate na diploma. Pia tunatoa huduma ya ushauri juu ya masuala yote kuhusu elimu kwa vijana. Huduma ya hostel kwa wanafunzi wanaotoka mbali inapatikana. Be Smart Academy tunapatikana barabara ya Serengeti, Musoma mjini, mkoani Mara. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0784519486, 0717785477 na 0766881432. Nyote mnakaribishwa. Kama ulivyowasikia wazee wa Be Smart Academy, wanakuambia wenyewe wanatoa elimu ya KOT, lakini pia kozi mbalimbali kuanzia ngazi ya cheti hadi diploma. Na pia wanapatikana barabara ya Serengeti iliyoko Musoma mjini. Kwa wewe mkazi ambao unapatikana Makoko, unapatikana Nyabisare, unapatikana sehemu mbalimbali, nikwambia kabisa kwamba kwa mara ya mwisho kabisa na mara ya kwanza Be Smart Academy wanakuletea elimu nyumbani. Kwa kwa ambao una mtoto basi unatamani mtoto wako apate elimu iliyo nzuri, fika Be Smart Academy kwa ajili ya elimu iliyo bora. Mimi na kameramani wangu leo tupo kata ya Kamnyonge, tumewezeshwa na Be Smart Academy kuweza kufika huku, lakini bila kuwasahau Baba Shop. Hawa jamani maarufu kwa ajili ya kushevu nywele, ingawa nimeifunika na kofia kichwani, lakini Sit Collection ndio ameningalisha kama ambavyo naona nimependeza kweli kweli, ni kwa sababu ya Sit Collection. Hao jamaa wanapatikana barabara ya Mkendo iliyoko Musoma mjini, na pia unaweza kutembelea Instagram yao @sitcollectionTZ kuweza kuona nguo nzuri ambazo zinapatikana pale kwao. Na hapa niko na mkazi wa kata hii. Mambo poa? Uko vizuri? Ndio. Unaitwa nani na hapa hivi kwako ni biashara aina gani ambayo unajishughulisha nayo? Naitwa Jetruda, nafanya biashara ya kuuza nyanya na vitunguu, dagaa na cabbage. Jetruda, wewe binafsi unazungumziaje maendeleo ya kata yako tangu serikali ya awamu ya 5 imeingia madarakani mpaka sasa hivi? Maendeleo ya kata yetu ni mazuri, lakini kwa maendeleo ya soko sio mazuri. Kwa nini sio mazuri? Kwa sababu hamna biashara. Unamaanisha nini kusema mna biashara kati na kuona huko na biashara yako hapa? Kweli Kamnyonge ni kubwa na hili soko limezungukwa na nyumba nyingi sana, lakini wateja hamna. Okay. Unaona hisi sababu kubwa ambayo inasababisha hamna wateja ni sababu gani? Sababu kubwa ya hili soko kutokuwa na wateja, wanasema wana mambo ya kishirikina. Sijui kulikuwa na makaburi wakamnyang'anya Mjaruo kiwanja wakajenga soko. Sasa wateja hawaingii, hatupati biashara. Hivi kaburi na wateja kuna uhusiano nini? Sasa ndio hivyo. Wagawa wanasema kwamba ilikuwa ni kiwanja cha makaburi. Okay. Na koko wewe kama mkazi wa hapa au mfanyabiashara wa hapa, kuna siku ambayo mlishawahi kutembelea mheshimiwa diwani wa kata yenu? Mheshimiwa diwani anakuja, tunamuelezea kero lakini hazifanyii kazi. Na mara ya mwisho kuitisha mkutano ilikuwa ni lini? Tamani sana. Sikumbuki. Na tukiachana na soko, kwa upande wa afya, miundombinu, wewe unazungumziaje kwenye kata yako? Miundombinu uko vizuri. Barabara ndio hivyo za vumbi, hazina lami. Sasa kwa nini unasema iko vizuri barabara za vumbi? Huku juu sema kuna lami. Okay. Huku wengine ndio hivyo. Na upande wa afya? Afya iko vizuri. Kuna dispensary Kamnyonge? Dispensary ndio kwanza inajengwa, ndio imeanza kujengwa. Iko vizuri jamani. Au namtetea mheshimiwa diwani wako? Ndio dispensary imeanza kujengwa.
huko chini. Unaona hisi ni kwa nini? Na mimi niliambiwa kabisa kwamba kata hii ni kata kongwe sana ambayo imeanzishwa zamani. Ni kwa nini kata ya Mshikamano yenyewe imeshajengewa dispensary kulinganisha na hii kata ya Kamnyonge ambayo ni ya zamani? Sijui ni kwa nini. Na hujawahi kuuliza hata kujua kwa nini? Hata kujua. Sijui ni kwa nini. Bana, hawa ndo wakazi wa kata hii ya Kamnyonge. Kama ambavyo nimekuwa nikikwambia, ni wajibu wetu mimi na wewe kubadilisha mji wetu wa Musoma. Tuhakikisha kabisa kwamba mji wetu wa Musoma unapiga hatua. Wakazi wa Kamnyonge wakiwa wanazungumza, wanatoa ya kwao ya moyoni kuhusiana na maendeleo yao ya kata. Niko na Jetruda. Kwa hiyo wewe sasa umelizika na maendeleo ya kata hii? Maendeleo ya kata hii nimelizika, lakini kwa upande wa soko sijalizika. Okay. Kwa hiyo kutokuwa na dispensary, kutokuwa na barabara za rami, umelizika fresh. Kawaida. Umelizika? Sasa utafanyaje kama ndio hivyo? Mimi nashukuru sana. Hapa pembeni na mwana dada, mambo? Safi. Mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Unaitwa nani na hapa kwako ni vitu gani ambavyo unaviuza? Kwa majina naitwa Florence. Vitu vyangu ambavyo nauza, kuna ndizi hapa. Mboga za majani kama unavyoviona hapa. Okay. Kwa hiyo ndizi zinakuwa na bei gani? Ndizi bei tu ya kawaida. 350, 100. Naona kata mboga na mimi naomba nipe nikate kama naweza. Kama unaweza ukachukua ukakata. Haya basi sasa mimi nataka unishikie mic nikate mimi mwenyewe. Ila uangalie usije ukajikata. Mimi ni fundi, sikujikata. Mbona uko nakata haraka? Sababu nimeshazoea. Okay. Kwa hiyo sasa mboga kama hiyo unapokuwa unaikata hivi, unakuwa unauza fungu shingapi? Fungu naanzia shilingi 200. Okay. Kisu kikali sana. Bana, hizi ndo kazi zetu ambazo tunazifanya hapa sokoni. Kama ambavyo umeona mwanadada yuko anakata ambao walikuwa na mimi nilikuwa nakata kwa ajili ya kuuza. Fungu ni shilingi 200. Kwa hiyo ulioko Makoko, ulioko Nyabisari, ulioko sehemu mbalimbali, nikwambie fika katika soko la Kamnyonge uweze kujipatia mboga kwa bei nafuu kwa shilingi 200 tu. Dada, umeniambia unaitwa nani? Naitwa Florence. Florence. Sasa Florence, wewe mkazi wa Kamnyonge, unazungumziaje maendeleo ya kata yako? Maendeleo yangu naona kama vile ni mazuri kwa sababu tumeweza kupata zahanati hapo pembeni. Na vile vile katika njia ya usafiri tumeweza kuwa vizuri, ila tu tatizo ni katika soko hili ambapo tumekuwa tukiuza watu 2, 3. Ndio hivyo. Okay. Sasa kwa biashara yenu hapa sokoni, mwitikio ukoje? Mwitikio ni mchache, maana watu wenyewe hata waonekani. Na mlishawahi kumpelekea mheshimiwa diwani kwamba bwana, huku kwenye soko letu hatuna mwitikio wa wateja, upane biashara ziende? Ndio, nakumbuka kuna kipindi tulishamwambia, lakini ndo kama hivyo ikatokea kujengwa tena soko jipya. Sasa hilo ndio ikawa changamoto zaidi. Ni soko gani? Soko la Nyamatari. Okay. Na wakati wanajenga hilo soko sasa, waliwaitisha wananchi na kuwashirikisha jambo hilo? Hatukuambia chochote, lakini tulishtukia tu tayari soko limeshajengwa. Na mheshimiwa diwani mlipomwambia kuhusiana na soko lenu, ni kitu gani ambacho yale washauri? Tulichoambiwa ni kwamba tukae, ila tu hilo kuhusiana na soko atalifuatilia, lakini ndo kama hivyo mpaka leo tupo vile vile. Kutoka muda gani? Miezi mingi imeshapita. Na sasa hata wenda mwaka mmoja huko. Kwa kweli binafsi unahisi ni kwa sababu gani hampati wateja? Kwa sababu kama soko lipo katikati ya kata, ni kwa nini watu watoke Kamnyonge waende kununua vitu Nyamatari wakati nyewe mko hapa? Unaona sababu kubwa ni nini? Sababu kubwa ni biashara. Maana hata ukiangalia kama mfano mboga zangu hapa, naleta kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi muda huo hazijauzwa na zimenyauka. Mtu aweze akafika kanua mboga huko anajua kabisa fresh ziko wapi Nyamatari kule. Kwa ndo hicho kinachosababisha. Okay. Na ipo siku ambayo ulishawahi kukaa ukafikiria kwamba sasa mimi na mimi niame kwenye ile soko nyingine Nyamatari?
sijawahi kufikiria, maana ni soko ambalo nimeshalizoea, ni soko ambalo nalipenda. Kwa hiyo kuhama kwangu inakuwa ni vigumu. Leo wewe ukikutana na diwani, ni kitu gani ambacho unahitaji kumwambia? Kutana na diwani, mfano kama humu unaambiwa wateja wakija eti hapa naona kamnyonge hamna samaki, bora niende wapi? Nyamatare. Kwa hiyo mtu kununua hapa mboga, akifika kula kinunua samaki lazima atahitaji nyanya. Kwa hiyo hicho ndio kinakuwa kikwazo. Kama humu napo kungekuwa na samaki, kuna buchari ingekuepo hapo, mtu asingekuwa anashindwa kuja kununua hapa mfano nyanya, vitunguu, lazima angekuja akanunua na samaki. Bana, hii ndo Kamnyonge yetu. Kama ambavyo unasikia wakazi wa huku wanafunguka kweli kweli kuhusiana na soko la kata hii ya Kamnyonge. Ni kwa nini soko haliendelee, ni kwa nini soko linafanya biashara wachache, na ni kwa nini soko halina wateja. Mheshimiwa diwani, popote pale ulipo, wananchi wa kata yako wanakutolea machozi, wako wanakulilia. Soko ni gumu kweli kweli. Kama umesikia dada yangu hapa, unafahamu kwa mkoa? Ndio. Leo wewe kutana na mkuu wa mkoa, ni kitu gani ambacho utahitaji kumwambia? Mimi ningemwambia apendekeze kama kungekuwa na mgawanyiko wa watu, mfano wa samaki, maana wengi wao wanalilia samaki na bucha kama lingekuepo. Basi hata na biashara ndogo ndogo, hata tunaingiza kwa hata shilingi 200, 100. Lakini bila hivyo hakuna chochote. Basi naomba mwambie mtu yote au Mtanzania, mwana Musoma ambaye anakutazama, mwambie jambo lolote lile. Mimi nashauri ndugu zangu vijana, kama wanaweza waje wafanye kama hii kazi ninayoifanya, maana kazi yenyewe ni nzuri. Unaingiza shilingi 50, ukosi kuliko kwenda kuiba huko, unaenda kushikwa na kupigwa. Bora kaingia hapo kaingiza shilingi 50. Kijana, nadhani umesikia ushauri wa mdogo wetu hapa, dada yetu anakuambia kwamba bado soko liko wazi, vyumba vya soko viko wazi, kuliko kukaa nyumbani kuendelea kupiga story, kukaa vijiweni. Unaweza ukafika hapa ukaanzisha biashara yako, kama ni ya kuuza nyanya pamoja na vitu mbalimbali. Mimi naitwa Pivo, niendelee kuambia kabisa kwamba mimi nimevalishwa na City Collection, bila kuwasahau Baba Shop ndo ameningalisha kichwani. Lakini safari yangu na kipindi hiki kimepewa nguvu na B-Smart Academy. Hawa jamaa wanapatikana barabara ya Serengeti, Musoma mjini. Wanakuambia wenyewe wanatoa elimu ya QT bila kusahau kozi mbalimbali kuanzia ngazi ya cheti mpaka ngazi ya diploma. Endelea kusikia maoni ya wananchi wa kata hii ya Kamnyonge. Na hapa niko na mkazi mwingine. Mambo? Poa. Uko vizuri? Niko vizuri. Unaitwa nani? Naitwa Potinesia. Potinesia, wewe kama mkazi wa Kamnyonge unazungumzia vipi maendeleo ya kata yako? Maendeleo ya kata hii ni magumu. Kwa nini? Kwa sababu sioni maendeleo yote hapa. Sokoni penye tulipokimbilia shida kweli. Wateja hakuna. Afadhali na kipindi cha nyuma, sasa hivi yani ndio imekuwa ni shida zaidi. Unaona hisi sababu kubwa ambayo inasababisha biashara kuwa ngumu hapa ni nini? Mkusanyiko wa watu hakuna. Hata licha hiyo mabarabara kutoka mjini kuelekea Kamnyonge ni shida. Afadhali barabara ningekuwepo la kutokezea maeneo na ndio uwanja wa ndege ingekuwa ni bora. Okay. Na kwa changamoto ya biashara kuwa ngumu hapa, mlishawahi kumuona mheshimiwa diwani mkamuelezea changamoto hii? Diwani hayo yote anayafahamu. Hakuna geni kwake. Na yeye ni majibu gani ambayo mlikuwa mkipata kutoka kwake? Kwa kweli kwa majibu ya diwani anasema atayafanyia kazi, na kwa maelezo yake pia anasema anayawasilisha kwa viongozi, lakini hatujaona lolote kilichofanyika. Na ukiachana na soko sasa, katika swala zima la barabara pamoja na afya, kwa upande wako unalizungumziaje? Upande wa mabarabara kwa kweli tulionayo hayawezi, yani hayana ubora wa kupitisha kwanza hata magari kutokea maeneo mjini wapi, ni shida. Kwa sababu mabarabara yenyewe yamepiga kona, hata hakuna barabara moja kwa moja inayotoka mjini mpaka hapa.
Na upande wa afya, hospitali, zahanati kwa upande wa Kamnyonge tulikuwa tuna Maria Stoppers hapo ya private, lakini sasa hivi ndio tunaona tunajengewa hospitali hapo zahanati ya Kamnyonge. Tangu serikali ya awamu ya 5 imeingia madarakani mpaka sasa hivi ni almost miaka 5. Hamkuwahi kuuliza ni kwa nini wamechelewesha kuwajengea kuja kuwajengea sasa hivi anakaribia uchaguzi? Hatujawahi kuuliza. Unaipenda afya yako? Naipenda. Kwa nini ukawahi kuuliza? Leo hii ukikutana na diwani wa kata yako ya Kamnyonge, ni swali gani ambalo unataka kumuuliza? Mimi kwa upande wangu 100% kubwa, kwa sababu zahanati ndio tayari tumeshaiona, 100% kubwa labda nazungumzia soko. Ya kwamba biashara, mbona sokoni yani sasa mabarabara, sababu mabarabara ni shida watu kupita kwa ajili ya biashara huku. Sasa diwani utamuuliza kitu gani? Kwamba bwana mimi nataka unijibu hivi na hivi, ni kwa nini? Nitamuuliza, yani mimi nitajaribu tu. Yani nitajaribu kumuomba angalau azungumzie, kwa sababu tunasikia mara uwanja wa ndege itahama hapo, mara itasogea pembeni, ili atuweke barabara ile moja kwa moja. Okay. Bana mtazamaji wetu, hawa ndo wakazi wa kata hii ya Kamnyonge. Leo nimeamua kwa dhati kabisa kutembelea kata hii ya Kamnyonge kupata maoni kutoka kwa wananchi wa huku. Wenyewe wanazungumza vipi kuhusiana na maendeleo ya kata yao. Hapa nipo sokoni maarufu kama soko la Kamnyonge. Kama unavyoona soko liko wazi, wafanyabiashara wa hapa ni wachache kweli kweli, na wakiwa wanalalamika biashara haziendi. Nikataka kujua kutoka kwao ni kwa nini wenyewe wanahisi sababu kubwa inayosababisha wateja hawapo na wafanyabiashara wenzao kutokuwepo. Kama ulivyosikia wengine wanadai mambo ya shirikina, mimi sijui. Wewe dada unahisi ni kwa nini sasa soko hili linafanya biashara wachache? Mimi kuhusiana na wafanyabiashara wachache sijui shida ni nini, ila mimi ninachoangalia angalau angejaribu kutuku. Yaani mimi sasa kitu kikubwa kwangu ni mabarabara, kwamba tuongezee barabara angalau watu wao wakitoka hata mjini wanapita hapa, wanapitia vitu vyao wanaenda moja kwa moja. Okay. Unamfahamu mkuu wa mkoa? Simfahamu. Leo hii kutana na mkurugenzi basi wa Musoma mjini. Ni swali gani ambalo unataka kumuuliza? Mkuu wa mkoa watu wako hawakujui, wa Kamnyonge hawakujui. Ungependa kumuuliza nini mheshimiwa mkurugenzi? Mimi kwa kipindi cha nyuma nakumbuka alikuwepo mkuu wa wilaya Alfred Polepole, aliyetusaidia ili jalala lilikuwa hapa. Alitusaidia sana, lakini tulikuja kusikitika baada ya kuwa amehamishwa, tulisikitika sana, lakini angeendelea kuwepo, mabadiliko yangekuwepo kwa 100% kubwa. Okay. Nimesikia kwamba hapa mna kanyimbo kenu ambako mnakaimba kuhusiana na ugumu wa soko. Naomba niimbie kidogo. Bibi njoo. Njoo. Bana kutokana na ugumu wa soko hili la Kamnyonge mpaka wafanyabiashara wa hapa wameamua kutunga wimbo wao kuhusiana na ugumu wa soko la hapa. Naomba mniimbie kidogo. Shika hapa tunalia ni kwamba kilio Kamnyonge tunalia, hatuna wateja, tufanyeje? Tunaomba serikali itusaidie, tunalia Kamnyonge, hata mitaji naisha, serikali tusaidie, tunalia sokoni Kamnyonge tunalia. Amina. Bana kweli maisha ndo yalivyo huku Kamnyonge. Mheshimiwa diwani, watembelee watu wako uweze kusikia kilio chao. Wanalia na biashara yao kuwa biashara ngumu katika maeneo haya mpaka wameamua kuutungia wimbo. Mimi naitwa Pivo, nilikuwa nikuletea nakala hii ya maendeleo katika kata ya Kamnyonge. Nikushukuru wewe ambaye umeendelea kutazama, pia umeendelea kuwasikia wananchi wa huku.
Mtazamaji wangu, hivyo hayo ndio alikuwa maoni ya wadau au wafanyabiashara pamoja na wananchi wa kata hii ya Kamnyonge iliyoko pembezoni kidogo ya mji wa Musoma. Ni kilomita 1 tu kutoka Musoma mjini mpaka hapa. Leo nilifanikiwa kutembelea huku kujua maendeleo ya kata hii yakoje, na kama umesikia barabara zimeongelewa, afya pamoja na shule, wakiwa wanazungumzia maendeleo ya maeneo haya. Lakini kilio kikubwa kimekuwa kwa wafanyabiashara kama ambavyo umesikia. Bana, mimi naitwa Pivo na ulikuwa nami kwenye Musoma yetu. Nikushukuru wewe ambao umekuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu siku zote wanasema wakubwa, hamna chenye mwanzo kisichokuwa na mwisho. Bana, mimi leo nilikuwa nimewezeshwa na B Smart Academy kutoka Musoma mpaka kufika huku. Hao jamani wanatoa elimu ya QT pamoja na kozi mbalimbali kuanzia ngazi ya cheti mpaka diploma. Lakini bila kuwasahau City Collection ndo amenivalisha kama ambavyo unaona napendeza toka chini mpaka juu. Bila kuwasahau Baba Shop. Jamaa wanapatikana barabara ya Nyerere Road. Jamaa hawa ni mashauri kwa ajili ya kurekebisha kichwa kama ambavyo unaona kichwa changu kinapendeza, ingawa nimekifunika kidogo kwa sababu ya mambo ya City Collection. Bana, mimi nikushukuru wewe, niendelee kupongeza sana kwa sababu umeendelea kufuatilia kipindi hiki cha Musoma yetu. Nikwambia kwamba kwa wewe ambaye ungetamani kumuuliza diwani wa kata yako ambayo ninakuja, unaweza kuwasiliana nami kwa namba 0621030046 0621030046. Unaweza kanipigia kwa hiyo namba. Siku nikifika katani kwako ukapata kuuliza maswali au ukapata kutoa comment zako kuhusiana na kata yako hiyo ambayo ninakuja. Timu nzima ya BTV niko na washukuru sana watu wangu, ikiwa naongoza na DJ Cross, bila kumsahau Mastown pamoja na Bab G, Chili King of the Voice, mtoto wa Malezi, bana Nado August pamoja na Aziz Kid. Niko na washukuru sana wadau wangu kwa sababu mnaendelea kunisupport. Kufikia hapo niseme sina la ziada, tukutane siku nyingine kwenye Musoma yetu. B Smart Academy ni kituo cha ushauri na elimu kuanzia ngazi ya nasari hadi ngazi ya chuo. Lengo kuu la B Smart Academy ni kufanikisha njozi za vijana wengi wa Kitanzania katika suala nzima la elimu. B Smart tunatoa huduma zifuatazo za elimu. Elimu ya nasari, yani chekechea, kwa watoto wenye umri kuanzia miaka 2 mpaka 5. Masomo ya ziada, yani tuition, kwa vijana wa shule za msingi na sekondari. Practical kwa masomo ya sayansi hufanyika wakati wa likizo. Huduma kwa watu wanaorudia mitihani ya sekondari, yani recitals na QT. Madarasa ya Kiingereza, English course, kwa wanafunzi na watu wazima. Kozi mbalimbali za chuo kama vile computer, secretarial course, udereva, biashara, ufundi aina zote na uandishi wa habari, zote zinatolewa kwa ngazi ya foundation, certificate na diploma. Pia tunatoa huduma ya ushauri juu ya masuala yote kuhusu elimu kwa vijana. Huduma ya hostel kwa wanafunzi wanaotoka mbali inapatikana. B Smart Academy tunapatikana barabara ya Serengeti, Musoma mjini, mkoani Mara. Kwa mawasiliano zaidi tupige simu nambari 0784519486, 0717785477 na 0766881432. Nyote mnakaribishwa.